Katika usingizi wako kwa njia ya ndoto, ukaota ndoto ukaona unapigana ulingoni na mtu ambaye ni bondia mwenzako, ni mpiganaji mwenzako, ukaona unapigana naye katika ndoto, lakini kwa namna ya ajabu katika hiyo ndoto ukaona umemwangusha mpinzani wako, umemwangusha mtesi wako, umemwangusha yule ambaye anakupinga katika ndoto. Sasa ishara za ndoto zimebeba tafasiri mbalimbali, zimebeba maelekezo mbalimbali, zimebeba maana mbalimbali kinabii. Sasa ukiota ndoto ukiona kuwa unapigana mapigano makuu na ukafanikiwa kumwangusha adui, ishara ya namna hiyo inaashiria wazi kwamba ni ushindi juu ya maadui zako, ni ushindi juu ya wachawi, ushindi juu ya mizimu, ushindi juu ya nguvu za giza. Lakini pia inaonyesha wazi kwamba upo hai kiroho, kiroho chako ni hai, viwango vyako vya kiroho vipo hai. Wewe ni mkubwa, wewe si wa kawaida, kuna kitu kikubwa ambacho umekibeba. Kwa hiyo wewe si mfu wa rohoni, wewe ni mzima, wewe ni mshindi uliyebeba baraka, uliyebeba mafanikio kiroho. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona umepigana katika ulingo na umemshinda aliyekuwa adui yako na umemshinda aliyekuwa mtesi wako, elewa kabisa hiyo ni ishara nzuri sana, na unahitaji umtukuze Mungu na kumshukuru Mungu kwayo, kwa sababu katika ishara ya kinabii ukiota ndoto upo ulingoni, umepigana na mtesi wako au umepigana na mpinzani wako ukafanikiwa kumwangusha, jua kabisa pia una nguvu za kiroho, una uwezo wa kiroho. Kwa hiyo katika ishara za namna hiyo ni ishara nzuri sana. Au ishara nyingine ambayo ni mbaya, pale ambapo ukaota ndoto ukaona umeshindwa katika mapigano. Sasa ishara ya namna hiyo inaashiria umeshindwa vita vya kiroho, lakini pia inaonyesha hali ya wazi kwamba wewe ni mtu ambaye ni dhaifu, hauna nguvu za kutosha, nguvu za ndani hauna za kutosha, nguvu za rohoni hauna za kutosha, nguvu za upako hauna za kutosha. Kwa hiyo unaonyeshwa kwamba ongeza jitihada katika maombi, ongeza jitihada katika mafungo, ongeza jitihada katika mikesha, ongeza jitihada katika kusoma neno. Soma neno la Yesu nawe uweze kukua zaidi, uweze kuwa na misuli imara iliyobeba imani, iliyobeba upako wa Roho Mtakatifu, ili katika ndoto pale ambapo ukaletewa ndoto ukaona upo katika uwanja wa mapigano, ili uweze kushinda mapigano hayo katika ndoto zako. Kwa hiyo ukiota ndoto umeshinda vita ni alama ya ustawi wa kiroho, lakini ukiota ndoto umepigwa, umeangushwa katikati ya vita, maana yake bado ni muoga, bado ni dhaifu, bado hauna nguvu zilizojitosheleza kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana katika ishara za kiroho ukasimama katika maombi pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo. Usione ni hali ya kawaida, simama katika maombi, vunja katalo zinazoinuka juu yako ili kukupinga, ili kukuzuia kiroho, zikatae, ziharibu, na Mungu atakusaidia. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usiache kulike, kucomment, kusubscribe. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Tunakukaribisha sana katika madhabahu ya ukombozi. Tunapatikana Mbezi Malamba Mawili. Ukihitaji msaada zaidi katika maombezi, katika ukombozi wa ndoto, ukombozi wa nafsi, ukombozi wa nyota, ukombozi wa kila kitu kinachohusu maisha yako, fika Mbezi Malamba Mawili na Yesu atakubariki sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, karibu sana katika ibada zetu. Usisahau kwamba Yesu yu njiani, anarudi. Shalom, shalom, maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.